Assalamu alaikum na karibu katika dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 23 ya mwezi Januari mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Ijumaa. Ni kualike kunako dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Samia ataja mambo matatu ulinzi mazingira, kuongoza wa Tanzania kupanda miti Jumatatu, agadhimisha birthday yake, habari katika ukurasa wa 3. Mavunde aonye maofisa madini wa mikoa, habari katika ukurasa wa 3. Chadema kujenga chuo da kumwenzi Mtei, habari katika ukurasa wa 3. Mwigulu azuia kutatua kero kwa barua, ataka taasisi zote zihamie Dodoma, atoa agizo upatikanaji wa maji, habari kamili ni katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Mtoto wa Jenista ongoza kura Peramiho, uchaguzi Februari 26, habari katika ukurasa wa 2. Mazungumzo muhimu kuiponya Tanzania baada ya vurugu, habari katika ukurasa wa 12. CCM yaagiza aliyetorosha mwanafunzi asakwe, habari katika ukurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nilo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mrithi wa Jenista Peramiho sekeseke la tikisa TAKUKURU yaingia, rushwa tajwa kutumika, kura za mtoto wa Jenista za zusha balaa, agabwaga ushindani wake 26. Mwenyekiti CCM mshindi wa hojiwa TAKUKURU ni baada ya makada kumwaga mboga mitandaoni, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 gazeti hili. Vio stendi ya Magufuli havina maji, abiria wa haha, habari katika ukurasa wa 6. Kauli za Trump zaitibua dunia, UN njia panda, habari katika ukurasa wa 5. Mwigulu washika pabaya vigogo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Wazee wataja mambo manne kuponya taifa, habari katika ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi Ijumaa leo. Tutazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Butiku wataka Tanzania kuendeleza mshikamano, ni baada ya vurugu za Oktoba 29, sisitiza umuhimu wa kutafakari yaliyotokea kwa utulivu, busara na kwa kuzingatia misingi iliyojenga Tanzania, habari ni katika ukurasa wa 4. Samia kuongoza upandaji miti siku ya kuzaliwa kwake, habari katika ukurasa wa 4. Trilioni 1.5 za umeme vitongojini Ndejembe, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Tunataka kazi za serikali zifanyike makao makuu ya nchi, Mwigulu, habari katika ukurasa wa 4. TRA SSRA kuanzisha ushirikiano masuala ya kikodi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. TMDA yafafanua dawa zilizozungumziwa wakati mmoja, habari katika ukurasa wa 5. Nchi 7 kujiunga baraza la amani la Trump, habari katika ukurasa wa 20. Mitindo ya namna hii inavyoboresha ushauri wa kifedha, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 15. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Kila siku Fort Johanna Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu, furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori. Watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikua kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Fort Johanna Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ubunifu, ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose
nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka 1 hadi miaka 5. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615. Tutazame sasa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni vurugu Oktoba 29. Wazee, idadi ya vifo ieleweke. Wacharuka wakidai kuna vikohozi vitatu vingine vinavyoambatana nayo kuvifanyia kazi kitendawili. Wagusa katiba mpya na tume ya maridhiano. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Heche, ndoto ya Mtei sasa inaonekana wazi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5 na ukurasa wa 19. Ndugu yake ikisema, nitumie fursa hii kuambia wanachama wetu nchi nzima, ndoto ya huyu mzee ya kuona chama hiki kinakuwa kikubwa imetimia. Sasa jukumu letu ni kupeleka chama hiki kushinda dola na kutimiza yale ambayo wazee wetu walitamani kuyaona yakitokea. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 5 pamoja na ukurasa wa 19. Rais Samia kupanda miti siku yake ya kuzaliwa. Habari katika ukurasa wa 4. Uchaguzi Peramiho, mganga mkuu wa wilaya mwenyekiti wa chama mbaroni kwa rushwa. Habari katika ukurasa wa 2. Wakati mtoto aliyekuwa mbunge wa jimbo la Peramiho Jenista Mhagama Victor Mhagama agebuka kidedea katika kura za maoni za chama cha Mapinduzi CCM, vigogo wawili wa wilaya ya Songea vijijini wamejikuta mbaroni. Mama, bora nione hata kaburi lake tu nitafarijika. Imetimia miezi 9 bado analia na utata alivyotoweka bwenini, akidai kuna uchunguzi butu. Polisi, serikali ya washa moto. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Pension kwa wazee, sheria mahari vyatikisa mkutano wa CCM. Habari katika ukurasa wa 5. Viongozi wote kijijini wajiuzulu wakidai kukandamizwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Tunatazame sasa gazeti Uhuru kweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele ni urasimu sasa basi. Ni kauli ya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akitoa msisitizo kwa utendaji kuwatumikia wananchi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Hakuna haja ya kuandikiana barua, hapa mnaweza kutembea hata kwa miguu kutatua jambo husika. Nimekuwa nikiona katika kikao taarifa ya utekelezaji. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Watalii Zanzibar wafurika. Habari katika ukurasa wa 7. Pombe ya posa sababisha mauaji. Habari katika ukurasa wa 4. Rais Dr. Samia kinara kuhifadhi mazingira, upandaji miti. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Wabunge wakata mzizi wa fitna. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9. Gazeti hili limeandika kiongozi atoboa siri uimara wa CCM. Habari katika ukurasa wa 2. TRA SSRA kushirikiana kudhibiti ukwepaji kodi. Habari katika ukurasa wa 10, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Nalo gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni serikali kuongeza kasi ujenzi wa miundombinu. Habari katika ukurasa wa 2. Tutaendelea kuimarisha sekta ya elimu lela. Habari katika ukurasa wa 9. Ndege yenye watalii 190 kutoka Bulgaria ya wasili Zanzibar. Habari katika ukurasa wa 2. Mzee Mtei kuzikwa kesho. Habari katika ukurasa wa 18. DRC yawasilisha orodha ya madini kwa Marekani. Habari katika ukurasa wa 10 wa gazeti hili. Dr. Samia kuongoza zoezi la upandaji miti. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Lukiza Autism Foundation inakuletea msimu wa 4 wa harambee kupitia hafla ya chakula cha usiku Autism Awareness Charity Gala Dinner itakayofanyika tarehe 31 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026 katika ukumbi wa Mlima City, Dar es Salaam. Lengo la hafla hii ni kuchangisha fedha kwa ajili ya kuwafundisha waalimu wa shule za awali kuhusu dalili za usonji, kutoa tuzo kwa wadau mbalimbali wa usonji, kuwakutanisha wadau mbalimbali wa usonji, kutangaza tarehe ya mbio ya Run for Autism Tanzania 2026 na kufungua usajili wa mbio hii. Kununua tiketi, kufadhili au kuchangia kiasi chochote kile, tembelea tovuti ya www.autismgaladina.co.tz au piga simu namba 0783639335. Ustawi kwa kila mtoto, viashiria vya usonji. Na sasa tugeukie habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani.
Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenye limeandika wala msihofu, Dep Pacome wabeba matumaini, habari katika ukurasa wa pili. Leo Jumanne, Al Ahly dhidi ya Yanga saa 1 kamili usiku Bogel Arab, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Kundi B msimamo wake, Al Ahly anaongoza akiwa na alama 4, Yanga katika nafasi ya pili na alama 4, AS FAR Rabat katika nafasi ya 3 na alama 1, wakati JS Kabylie naye ana alama 1. Ngoma ngumu, Baka na kibarua agusia ishu ya Chama, habari katika ukurasa wa pili na ukurasa wa 12. Kesho Esperance de Tunis dhidi ya Simba Sports Club, klabu bingwa barani Afrika. Mkali wenu nilinusurika kifo kwa wizi ndani ya daladala, habari ni katika ukurasa wa 17. Ukonga Kings kazi ipo. Hii ni basketball. TPL leo Jumanne na Mungo dhidi ya Coastal Union saa 1 kamili usiku uwanja wa Majaliwa, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenyewe katika ukurasa wake nyuma, habari iliyopewa kipaumbele ni Yanga yaitolea macho Al Ahly Stars, yapangwa kundi B michuano ya FIFA, Pwani ya saka milioni 66 wenyeji riadha taifa, habari katika kurasa za ndani. Henry azungumzia waamuzi AFCON, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Azam yasaka pointi muhimu ugenini, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe mwanga wa jamii, habari za michezo na burudani, lenyewe limeandika Yanga Sports Club full kujiamini, igiva Al Ahly, kocha Pedro aweka wazi hawataogopa wapinzani wao leo kucheza mpira wa kasi mwanzo mwisho, habari katika ukurasa wa 23. Beka Simba tumekuja vitani, habari katika ukurasa wa 23. Mateta ataka kuondoka Crystal Palace, habari katika ukurasa wa 21, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Na gazeti Nipashe linakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya gazeti mbalimbali Tanzania hapa Toka Zamani TV.